Nikukaribisha wewe msikilizaji. Basi ni kipindi kingine ambacho ni kipindi cha baraka sana kutoka Radio Nunu FM 105.1. Naamini wewe msikilizaji upo tayari, upo karibu na radio yako. Basi niombe kwa ajili ya kipindi na kwa ajili yako. Bwana Yesu, nasema asante kwa saa na majira haya. Naamini wewe umetupa kibali, ndio maana tumeona mwanga wa leo. Na tuko tayari kusikia habari njema kutoka kwa mtumishi wako Nabii Joshua. Katika jina la Yesu Kristo nimebariki kipindi hiki. Amen. Na kukaribisha sana ndugu msikilizaji unayeweza kusikiliza kipindi hiki kizuri na cha baraka sana. Ninaamini wiki nzima hii umesikiliza kipindi cha mtumishi wa Mungu Nabii Joshua, jinsi alivyokuita katika mlima huu kwa ajili ya kupokea baraka nyingi. Ninaamini kuna kitu utapokea. Hakuna mtu anayeitwa akaelekea mahali alipoitwa akashindwa kupokea. Na sasa wewe umeitwa kupitia kipindi hiki cha Nunu FM. Na mimi kabisa toka jana wewe umekusudiwa na Mungu. Na wiki nzima hii unaambiwa njoo tarehe 1 na tarehe 2 kwa ajili ya kongamano. Lakini pia usisahau kwamba siku ya kesho ndiyo siku ya kilele ya Jumapili ambayo mtumishi wa Mungu amekuita kwa ajili ya kukutana na wewe. Hiyo ni namba 1, lazima uiweke kichwani mwako, lazima uiweke katika ratiba zako. Hata kama ulikuwa na ratiba nyingi, lakini weka, niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha kwamba umeitwa na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana tunaendelea kukukumbusha wiki nzima hii. Na sasa kesho ndio siku yenyewe yenye kilele ambacho mtumishi wa Mungu Nabii Joshua anakutana na mtu mmoja mmoja katika mlima huu wa maombi. Wengi waliopandia huu mlima, wengi wamefanikiwa, wengi wameona mambo makubwa na ya kipekee ambayo Mungu amewajalia. Kipo kitu cha thamani katika huu mlima. Kipo kitu kipya kitazaliwa kwenye maisha yako. Karibu. Uwe baba, uwe mama, uwe kijana, uwe binti, uwe bibi, uwe babu. Bado wote mnakaribishwa kwa sababu ninyi ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa mafuta wa Mungu Nabii Joshua hana wahitaji katika mlima huu. Hawape kile alichopewa na Mungu. Sasa wewe ndio wa kujua kwamba ni nani anahitaji kupokea kitu cha thamani kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Namba 1 ni wewe ambao unatakiwa ufike katika huu mlima. Na nategemea kwamba siku ya leo itakuwa siku njema na ya baraka sana. Na kesho yako utaiona iliyobeba ushindi. Na kesho yako utaiona iliyobeba baraka ambazo adui muovu alikuwa amezuia. Watesi wako walikuzuia. Sikiliza wewe unayesikia kipindi hiki. Haijalishi uko shambani umeweka redio yako pembeni. Haijalishi uko wapi, uko kwenye gari, upo kwenye biashara, uko wapi. Sikiliza sauti ya Mungu. Hii sauti ni sauti ya Mungu. Inakuita uje kwa mtumishi wa Mungu kupokea kile ambacho amepewa na Mungu. Kumbuka ratiba za mtumishi wa Mungu amewekewa na Mungu. Kwamba mwezi huu utawapa watu kitu hiki. Mwezi huu utawapa kitu hiki. Sasa huu mwezi ni mwezi wa baraka. Ni mwezi ambao mtumishi wa Mungu amebeba kitu kikubwa sana kwa ajili ya maisha yako. Amepewa kitu cha thamani ndani yake. Na anajua kwamba wewe ni wa thamani ndani yake. Na kama wewe ni wa thamani ndani yake katika kila alichopewa na Mungu, basi njoo upokee kitu hicho ambacho amepewa na Mungu. Ni wapi? Ni hapa Sauti ya Uponyaji, Morogoro kwa Nabii Joshua. Kama upo hapa jirani, watu wote waliozunguka mlima, maeneo ya Mkundi, Mkunganya, Lukobe, wapi, sehemu zote mnaosikiliza, ninyi ndio mlioletewa baraka. Ninyi mmependwa na Mungu. Ninyi tambua thamani yenu. Elewa thamani yenu. Mtumishi wa Mungu alitakiwa aende mahali mbali sana, lakini kwa sababu Mungu amekuthamini wewe ambao uko Mkundi, upo katika mkoa wa Morogoro, ujue kabisa kwamba wewe ndio wa thamani machoni mwa Bwana. Kwa kipindi hiki ambacho Mungu ameruhusu mtumishi wa Mungu hakuite. Anza kujiandaa kwa ajili ya Jumapili ya kesho. Anza kujiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho. Itakuwa ni ibada ya tofauti. Itakuwa ni ibada kubwa sana.
na mtumishi wa Mungu atatoa nafasi yake na muda wake kukutana na wewe mtu mmoja mmoja. Atakubariki, na usisahau tunakwambia kwamba mikono yake imebarikiwa. Na kama mikono yake imebarikiwa, basi atakapokuwekea mkono wake na wewe utaenda kubarikiwa. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa kwenye biashara, utabarikiwa kwenye ndoa, utabarikiwa kila mahali utakapokuwa unapita. Yamkini hujawahi kukutana na mtu aliyebarikiwa. Sasa ni kipindi na ni wakati ambako Mungu ameruhusu kutane na mtu aliyebarikiwa. Ni nani aliyebarikiwa? Ni Nabii Joshua hapo Morogoro kwenye kituo cha Sauti ya Uponyaji. Sasa ni wewe kujua kwamba nastahili kwenda ama sistahili kwenda, lakini naamini kwa sababu umesikiliza kipindi hiki wewe unastahili. Mungu amekuona. Mungu ameyaona machozi uliyodondosha kwa muda mrefu. Amekiona kilio chako, ameona huzuni wako, ameona ulivyoumizwa. Wapo watu hapa wametengwa na ndugu zao, hawatamani kuonekanika. Hata wakikaa vikao hawezi kukutambulisha kwamba njoo kwenye kikao, hawezi kukuita, ulishasaurika katika familia yako. Utakapokutana na mtumishi wa Mungu Nabii Joshua, basi thamani yako itarudi. Thamani uliopoteza kwa muda mrefu kwa ndugu yako, thamani uliopoteza muda mrefu kwa mume wako, thamani uliopoteza kwa watoto. Hawakujui kama wewe ni baba unastahili kutunzwa, hawakujui kwamba wewe ni mama unastahili kusikilizwa. Sikiliza, ni wakati ambao Mungu amekusudia kukupa kitu cha thamani. Tunaposema thamani, thamani ni nini? Yamkini wewe ni mama, umezaa watoto wako ni watu wazima, wana kazi, wameoa, lakini hawajui maana ya mama aliyenizaa. Hawajui thamani ya mama. Hawezi kukupa hata hela ya matumizi, hawezi kukupa hata hela ya mahitaji. Unamuomba mtoto wako, ana kazi, ana biashara, amepewa neema, ana kipato kizuri, lakini wewe unakuta hata chumvi ndani ya nyumba huna. Hata hela ya kwendea hospitali huna. Sasa thamani inaporudi kwako, ndio maana hata na watoto wanajua thamani ya mama, wanajua thamani ya baba. Ndio maana tunawaita, tunasema njoo mkutane na mtumishi wa Mungu, ili mtumishi wa Mungu arudishe thamani uliyokuwa umepoteza, arudishe thamani ambayo ilikuwa imeibiwa. Ni muda ambao Mungu amekusudia urudishe thamani yako. Kuna mtu amepoteza thamani kwenye biashara. Alikuwa na wateja wengi, alikuwa na wateja ambao wanamuingizia kipato, lakini wateja hao wamepotea kwa sababu thamani yako imepotea. Biashara, bidhaa yako haitoki tena, bidhaa yako haionekaniki tena. Sikiliza nikwambie, ndio wewe unayetakiwa kupandia mlima. Nakumbuka umepewa nafasi kubwa sana, umepewa nafasi ya kuja kila Jumapili ukutane na mtumishi wa Mungu arudishe thamani yako. Na kesho ndo kilele cha Jumapili ambacho umeitwa wiki nzima, siku 6 zote unaitwa njoo kutana na mtumishi wa Mungu. Sidhani ni utani. Umeomba kwa muda mrefu, Mungu amekusikia. Umelia kwa muda mrefu, Mungu amesikia kilio chako. Umehuzunishwa, Mungu anataka aondoe huzuni uliohuzunishwa. Usiangalie umetengwa kwa muda mrefu, usiangalie umepoteza mali kiasi gani. Ni wakati huu wa kuangalia kwamba Mungu anataka alete mabadiliko kwenye maisha yangu. Na Mungu ataletaje mabadiliko kwenye maisha yangu? Inastahili nikutane na mtumishi wake ambaye ni Nabii Joshua Morogoro kwenye kituo cha Sauti ya Uponyaji. Naongea na mtu mmoja anayesikiliza Radio Nunu FM. Njoo ukasikilize kila ambacho Mungu atakwambia kupitia kinywa cha nabii. Nabii akisema na wewe, neno lake ni baraka na ni njia. Kumbuka neno la nabii ni sheria. Maana akishasema na wewe, sheria inakuja kwa kutimiza kile ambacho nabii amesema na wewe. Na watu wengi wao wanapoteza. Ulishawahi kukutana na nabii akasema na wewe, lakini ulikuwa hujui kwamba neno la nabii ni sheria. Sasa kama neno la nabii ni sheria, maana sheria inakuwa imetoka mbinguni ili nabii aseme na wewe, na akishasema na wewe, basi hiyo ipite kwa kutimiza kile ambacho nabii amesema na wewe. Sasa ni wakati mzuri wa kuja kusikiliza nabii anakuambia nini. Hautoweza kutoboa katika maisha usipokutana na mtumishi wa Mungu aliyebarikiwa.
Hautoweza kufika ndoto zako usipokutana na mtumishi wa Mungu aliyebarikiwa. Watu wengi waliobarikiwa, mbele yao wapo watu waliotamka neno mbele yao. Watu wengi ambao hawajafanikiwa, nyuma yao kuna watu waliotamka maneno mabaya. Sasa yupo mtu mmoja ambaye anaitwa Nabii Joshua mpakwa mafuta wa Mungu. Amekirimiwa kila neema za kila namna za kutamka neno juu yako, kuonyesha njia iko hapa, njia iko hivi, njia anaendea ile. Na kitamka neno, basi wewe utabarikiwa. Natamani kuona watu wengi mkipandia mlima siku ya kesho. Na natamani mkiwahi, jana nilisema kwamba wahi, wiki nzima mnaitwa wahi, upandie mlima, kuwa namba 1, njoo pokee nguvu itakaye kusogeza mpaka tarehe 1 na tarehe 2 kwa ajili ya kongamano litakalo kuja. Limeandaliwa kupandiwa na watu wengi katika mlima. Wapo maelfu ya watu watakao upandia mlima. Wanajiandaa, simu zinapigwa kila wakati, wanauliza, wengine wanaona kama muda unachelewa. Sasa wewe unasubiri nini? Kama uko na jirani yako, mwambie wewe unasubiri nini? Maana wakati ni sasa. Kumbuka kuna majira, kuna wakati, kuna nyakati. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kung'oa, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Sasa wakati huu ni wakati wa kucheka, sio wakati wa kulia tena. Mama uliyelia, baba uliyelia, binti uliyelia, kijana uliyelia, wakati huu sio wa kulia. Yupo mtu mmoja ambaye analia kwa ajili yako na ameshamlilia Mungu kwa muda mrefu. Mungu amesemesha moyo wake kwa ajili yako wewe unayelia.